KTN. Naam, tuachane sasa na masuala ya siasa. Maafisa wa idara ya upelelezi DCI wanaendelea na msako dhidi ya wanafunzi 5 wa kike wa chuo cha mafunzo ya utabibu KMTC Nairobi wanaotuhumiwa kumuua mwanafunzi mwenzao Ann Adhiambo aliyekuwa akisomea stashahada ya juu ya utabibu wa kliniki na upasuaji. Kwa mujibu wa mashahidi, mzozo huo ulianza baada ya marehemu kudai kuwa mmoja wa washukiwa alikuwa amevaa nguo zake. Uchunguzi wa maiti hata hivyo umebaini kwamba Ann Adhiambo alipata majeraha makubwa ya kichwani lakini pia shingoni, huku dalili zikionyesha kwamba huenda alinyongwa kabla ya kufariki dunia. Lennox Sengre ana maelezo zaidi. Vilio, majonzi na sala ndiyo taswira ilivyochora katika chuo cha mafunzo ya utabibu KMTC Bewa la Nairobi. Nani anatumia hizi vitu za daktari jameni? Ambapo wazazi wa Ann Adhiambo walijitahidi kukabiliana na maumivu ya kumpoteza binti yao wa pekee. Ann Adhiambo aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa mwisho wa stashahada ya juu ya utabibu na kliniki ya upasuaji na aliyetarajiwa kuhitimu mwaka huu alipatikana akiwa ameuawa ndani ya chumba chake kilichoko kwenye bweni la BCW, chumba nambari 220. Mara ya kwanza tangu kifo chake, wazazi walifika hapa kuchukua vitu vyake kwa mazingira ambayo yalijaa uchungu na majonzi ya kurudi nyumbani mkono mtupu, huku mama na baba wakishindwa kustahimili. Kwa mujibu wa walioshuhudia, Ann alikuwa ametoka kwenye chumba chake kilichoko kwenye ghorofa ya pili akielekea kanisani. Alipofika katika ghorofa ya chini katika bweni hili, alidai kumwona mwanafunzi mwenzake akiwa amevaa suruali aliyodai ni yake. Hapa, baada ya kumkabili mwenzake, Ann anadaiwa kushawishiwa kuingia katika chumba hiki kwenye ghorofa ya chini kwa ahadi kwamba angerudishiwa suruali yake. Hata hivyo, alipokuwa ndani ya chumba hiki, wanafunzi 5 wa kike wanadaiwa kumvamia na kumpiga hadi kufa. Kaniuliza, "Are you strong?" Kamwambia, "Wasema tu." Nikaanza kusikia akiimba, "Luandana Yesu Luandana, Luandana Yesu Luandana." Nikasikia mwili kaisha nguvu. Kamwambia niambie tu. Aniambia nimepigiwa simu, Ann amepatikana kwa hostel kama amekufa. Anajaribu kusema alienda masomo, kurudi saa 4 ya usiku akapata Ann ameanguka kwa mlango na mlango ni ngumu, hawezi fungua. Ndipo akagusa mwili ya Ann, akimuita akapata Ann ni baridi. Aidha, uchunguzi wa maiti umebaini matokeo ya kutisha kuwa Ann alikuwa na majeraha shingoni yanayoashiria kuwa alinyongwa. Aidha, uso wake pia ulikuwa umevimba kutokana na kupigwa, huku damu pia ilikuwa ikivuja puani na masikioni. Postmortem inatoa kwamba mtoto wetu alipigwa, akanyongwa, akaumwa hadi akakufa. Ndiye akawachwa kwa hostel akilala hapo maiti. Afisa wa DCI wanachunguza jinsi mwili wa Ann ulivyodaiwa kuhamishwa kutoka chumba cha ghorofa ya chini ambako inaaminika aliuawa hadi chumba chake kilichokuwa ghorofa ya pili. Kufika kesho yake asubuhi tulienda mochari. Kufika kwa mochari, hakika niliona my only daughter Ann. The previous week Ann alikuwa nyumbani, kumbe alikuja tu kunipatia bye bye. Hadi kufikia sasa, maafisa wa DCI wanaendelea na msako dhidi ya wanafunzi 5 wa kike wanaohusishwa na kifo cha Ann, huku mwili wa mwenda zake ukihifadhiwa katika makafani ya Chiromo. Ninarudi na vyombo, nitafanyia nini jameni? Lennox Sengre, runinga ya KTN.